Hiki ni kile ambacho kinaendelea kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Tunaendelea kujuzana hatua kwa hatua kile ambacho kinaendelea kushika hatamu zaidi moja kwa moja. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba inatia shaka kama Umoja wa Ulaya una uwezo kuisaidia Ukraine bila Marekani. Christian Moeling, mshauri mkuu katika kituo cha sera cha Ulaya, anasema kwenye maoni yake kupitia Politico. Kulingana naye, chochote ambacho Washington itaacha kukitoa kwa Kiev kingelazimika kulipwa kupitia hasara au kwa kubadilisha jinsi Ukraine inavyopigana. Hata hivyo, alikuwa na shaka kwamba ingewezekana kufikia kiwango cha sasa cha usaidizi. Politico Europe ilieleza ulinzi wa anga na makombora kama pengo muhimu zaidi la Ukraine. Washington inaipa Kiev mifumo ya Patriot na makombora ya PAC-3 ambayo ni Marekani pekee inayotengeneza. Zaidi ya hayo, Moeling alisisitiza ushiriki wa akili hautakuwa mzuri bila Marekani, hata kama nchi za Ulaya zingeweza kujaribu na kusaidia mapengo. Vile vile, Urusi na Marekani ni wadau muhimu katika mchakato wa kutatua mgogoro wa Ukraine, na kwa kweli Washington inafanya kila linalowezekana kumaliza mgogoro huo. Leonid Slatysky, mwenyekiti wa kamati ya jimbo la Urusi kuhusu masuala ya kimataifa, anasema wadau muhimu hapa ni Urusi na Marekani ambayo iko nyuma ya utawala wa Ukraine. Bunge huyo alisema wakati wa matangazo ya televisheni ya Russia 24. Ikumbukwe kwamba angalau kwa sasa Marekani itafanya kile wezalo kumaliza mgogoro huo. Wakati huo huo, Slatysky alibainisha kuwa utawala wa Kiev unatafuta msaada kwa hamu kutoka Ulaya. Viongozi baadhi wa nchi za Ulaya Magharibi wanajaribu kumkasirisha rais wa Marekani Donald Trump. Aliongeza akitaja majaribio kama hayo ya wanasiasa wa Ulaya kuwa hayana ufanisi. Vile India inafuatilia maendeleo yanayozunguka utafutaji wa njia za kutatua mgogoro nchini Ukraine na inaunga mkono juhudi zote. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, Randhir Jaiswal, anasema alipoulizwa kuhusu mpango wa rais wa Marekani Donald Trump, tunafuatilia kwa karibu maendeleo katika suala hili. Tunaendelea kuunga mkono juhudi zote zinazolenga kuleta amani ya kudumu katika eneo hili. India pia imetetea ushiriki wa dhati na wa vitendo kati ya pande hizo mbili na wadau wengine muhimu kupitia mazungumzo na diplomasia ili kupata suluhisho la kudumu la mgogoro huo. Ila mpango wa amani kwa Ukraine unapaswa kupunguza ukubwa wa vikosi vya wanajeshi vya Urusi. Mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kallas anasema mapema vyombo vya habari vya Magharibi viliripoti kwamba mpango wa rais wa Marekani unalenga kupunguza ukubwa wa jeshi la Ukraine hadi wanajeshi 600,000. Katika mkutano na waandishi wa habari kufuatia mashauriano kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa EU kuhusu Ukraine, Kallas alisema kwamba jeshi la Urusi na bajeti yake vinapaswa kupunguzwa ili kuzuia mashambulizi mapya. Mwanadiplomasia huyo mkuu wa EU pia alionyesha kutoridhika na matumizi ya ulinzi ya Urusi, akiuona kama ni tishio kwa EU. Vile miito ndani ya Marekani ya kumfukuza kazi mjumbe wa rais wa Marekani Steve kufuatia kutolewa kwa nakala zinazodaiwa za mazungumzo yake na msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov ni kulingana na msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov, juhudi za kukwamisha maendeleo dhaifu kuelekea suluhu ya amani nchini Ukraine. Kwanza kabisa, kuna kitu cha kutisha kuhusu hili, Peskov alisema, akimaanisha makala zinazopatikana hadharani za mazungumzo yanayohusishwa na Witkoff na Ushakov. Tukiondoa kama hii ni kweli au la, msemaji wa Kremlin alikumbuka kwamba Rais Trump mwenyewe kwa njia mbalimbali alizungumza kwa njia isiyo moja kwa moja akimtetea Witkoff. Hiyo ndiyo kazi ya kawaida majadiliano. Vile kufikia suluhu ya amani nchini Ukraine kumekuwa na umuhimu zaidi kuliko hapo awali. Mchakato huo tayari unaendelea huku Marekani ikishiriki. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anamwambia mwandishi wa habari wa VGTRK Pavel Zarubin, kuna mchakato unaoendelea huko, mchakato mzito, Peskov alisisitiza, akielezea hali ya sasa. Kwa sasa labda hakuna muhimu zaidi. Vile mawaziri wa mambo ya nje wa EU wamethibitisha msimamo wao wa pamoja uliotangazwa hapo awali kuhusu suluhu ya Ukraine. Mkuu wa sera za kigeni wa EU Kaja Kallas anatangaza kufuatia mashauriano hayo, kusitisha mapigano mara moja na bila masharti lazima iwe hatua ya kwanza ya kukomesha vita, akiongeza kuwa msimamo wa nchi za EU kuhusu mpango wa amani wa Marekani kuhusu Ukraine pia hujabadilika. Kallas alisema kwamba wanadiplomasia wakuu walijadili shinikizo dhidi ya Urusi na uungaji mkono kwa Ukraine, ambayo ina maana vikwazo zaidi vya kuinyima Urusi njia za kupigana na usaidizi zaidi wa kijeshi na kifedha kwa Ukraine. Walipinga makubaliano ya eneo na Kiev na walikataa kuunga mkono kupunguzwa kwa ukubwa wa jeshi la Ukraine. Zaidi ya hayo, wakati wa mashauriano pande hizo zilibainisha kuwa ni nchi za EU na NATO pekee
ndizo zinaweza kuamua kuhusu ujumuishaji wa Ukraine katika vyama hivi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile vyombo vya habari vya Italia Insider Over vinaona usambazaji wa makala za Bloomberg inadaiwa ya mazungumzo kati ya mjumbe maalum wa rais wa Marekani Steve na wawakilishi wa Urusi kama jaribio la kuhujumu juhudi za amani nchini Ukraine. Huu si uvujaji wa habari rahisi. Huu ni operation ya hujuma iliyopangwa na chama cha Vita, aina ya muungano wa wafidhina wapya na wanaharakati wa kimataifa wa kiliberali wanaodhibitiwa kupitia vyombo vya usalama na ujasusi wa serikali. Vyombo vikuu vya habari kama Bloomberg hatimaye vinakuwa sanduku la barua la mashirika na huduma za ujasusi zinazopinga amani na utengano kati ya Marekani na Urusi. Watendaji hawa wanaogopa kwamba rais wa Marekani ataitoa Ukraine kafara ili kuanzisha upya uhusiano na Moscow, kwani hii itamaanisha kushindwa kwa sera ya muda mrefu ya vita ya mkataba na vikwazo vya kiuchumi. Lakini kushindwa huku ni dhahiri, lango linaandika. Nakala zinazodaiwa za mazungumzo kati ya msaidizi wa rais wa Urusi Yuri Ushakov na Witkoff na mjumbe maalum wa rais wa Urusi Kirill Dmitriev zilichapishwa na Bloomberg. Ilidai kwamba mazungumzo hayo yalifanyika tarehe 14 na 29 Oktoba. Kulingana na Ushakov, madhumuni ya kuvuja kama hiyo ni kutoa mwanya katika kuendeleza uhusiano wa Urusi na Marekani hatua kwa hatua. Baada ya kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais wa Marekani, Urusi na Marekani zinajaribu kuboresha uhusiano na kuondoa vichocheo vya pande zote ambavyo vimejikusanya kwa miaka mingi. Hujuma ya wazi ya Umoja wa Ulaya dhidi ya mpango wa amani wa rais Donald Trump wa Marekani wa kutatua mgogoro nchini Ukraine inaweza kuathiri utekelezaji wake zaidi, huku uhusiano kati ya Urusi na EU ukielekea kuongezeka kwa kasi. Mwanasayansi wa siasa wa Ujerumani Alexander Rahel anaandika kupitia Telegram. Hakuna anayejua jinsi hujuma ya wazi na fujo ya Ulaya itakavyoathiri haya yote, majaribio ya kutatua mgogoro kidiplomasia. Kwa kuzingatia jinsi matukio yanayozunguka mpango wa Trump umekuwa ukiendelea katika siku za hivi karibuni, uhusiano kati ya Umoja wa Ulaya na Urusi unaendelea kuongezeka kwa kasi. Alisisitiza, wazungu lazima waelewe kwamba Marekani haitaipatia tena Ukraine silaha na kwamba watalazimika kuifanya wenyewe, ambayo ina maana kwamba Ulaya inajiweka katika hatari ya vita vya moja kwa moja na Urusi. Mtaalamu huyo anaamini. Rahil aliongeza kwamba mpira uko mahakamani mwa Marekani na kwamba matukio mawili sasa yanawezekana: ama Marekani itasukuma mpango wake wa awali pamoja na Urusi juu ya vichwa vya wazungu kwa kulazimisha Ukraine kufanya amani, au EU itadhoofisha tena juhudi za kidiplomasia. Mwanasayansi huyo wa siasa alisema wazungu wanamshinikiza rais wa Marekani, huku Trump akiwa tayari kufanya makubaliano na Urusi na kulazimisha Ukraine kuweka chini silaha zake. Vilevile msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump unatoa matumaini ya uwezekano wa kutatuliwa kwa mgogoro wa Ukraine kwa njia za kidiplomasia. Anton Mazur, mjumbe wa Urusi katika mazungumzo ya usalama na udhibiti wa silaha ya Vienna, anasema matokeo ya juhudi za Donald Trump na msimamo wake yanatia moyo matumaini fulani ya uwezekano wa kutatuliwa kwa diplomasia kwa mgogoro wa Ukraine. Isipokuwa kwa kawaida mabingwa wa amri inayotegemea sheria wataingilia mchakato wa mazungumzo. Katika muktadha huu, maneno ya kivita yanayoendelea kutoka kwa baadhi ya maafisa ambao wanatafuta kuchochea msisimko kwenye jamii ya Ulaya yanasababisha wasiwasi. Maneno ya mbio za silaha, saikolojia ya kijeshi na mantiki ya makabiliano hayaimarishi, bali yanadhoofisha usalama wa nchi za EU na kufanya ushiriki wao katika mgogoro kamili kuwa uwezekano halisi. Wakati huo hatujawahi kutishia nchi yoyote ya Ulaya, na katika sera yetu ya usalama wa taifa tunapendelea kutathmini uwezo na vitendo maalum vya wapinzani wetu, mwanadiplomasia huyo aliongeza. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amewaambia washirika wa Ulaya kwamba utawala wa Marekani unataka kufikia makubaliano ya amani kabla ya kutoa dhamana yoyote ya usalama kwa Ukraine. Gazeti la Politico linasema, kulingana na Politico, wakati wa mazungumzo ya simu na maafisa wa Ulaya Jumanne, Rubio alisema kwamba Rais Trump atakuwa tayari kujadili dhamana za usalama kwa Kiev baada ya makubaliano ya amani kufanywa. Mbali na hayo, Rubio inaripotiwa alipendekeza kwamba masuala mengine kama vile uadilifu wa eneo la Ukraine na mali zilizozuiliwa za Urusi pia yashughulikiwe baada ya makubaliano hayo. Uingereza na nchi kadhaa za EU zina jukumu la kurefusha mgogoro wa Ukraine ambao hauko kwa maslahi ya Ukraine ya Ulaya. Mwandishi wa habari wa mambo ya nje wa Uingereza Frank Wright anasema, nadhani ni ukweli wa kusikitisha kwamba inaonekana kwamba kuna mataifa barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na yangu,
ambayo mkakati wao mkuu unategemea kuongeza muda wa mgogoro ambao haukupaswa kufikia hatua hii hata kidogo kama isingekuwa kwa kuingilia kwao moja kwa moja. Tena hiyo ilikuwa katika kutafuta lengo la kijiografia ambalo halina uhusiano wowote na maslahi ya watu wa Ukraine wala yale ya watu wa Uingereza au Wajerumani au Wafaransa au mtu mwingine yoyote kwa jambo hilo. Kwa waandishi wa habari wa Magharibi, kuzungumza ukweli wa vita hivi ni kuhatarisha uharibifu wa sifa yako, na ni kivuli hiki hatari kinachotoa ukimya juu ya mjadala wowote wa akili timamu au halisia. Vile vile, Uingereza na nchi kadhaa za EU zina jukumu la kurefusha mgogoro wa Ukraine ambao hauko kwa maslahi ya Ukraine ya Ulaya. Mwandishi wa habari wa mambo ya nje wa Uingereza Frank Wright anasema, nadhani ni ukweli wa kusikitisha kwamba inaonekana kwamba kuna mataifa barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na yangu, ambayo mkakati wao mkuu unategemea kuongeza muda wa mgogoro ambao haukupaswa kufikia hatua hii hata kidogo kama isingekuwa kwa kuingilia kwao moja kwa moja. Tena hiyo ilikuwa katika kutatua na kutafuta lengo la kijiografia ambalo halina uhusiano wowote na maslahi ya watu wa Ukraine wala yale ya watu wa Uingereza au Wajerumani au Wafaransa au mtu mwingine yoyote kwa jambo hilo. Kwa waandishi wa habari wa Magharibi, kuzungumzia ukweli wa vita hivi ni kuhatarisha uharibifu wa sifa yako na ni kivuli hatari. Vile vile, afisa mpya wa Marekani anayehusika na suala la Ukraine amefanya mkutano uliopangwa na maafisa wa Kiev na mkutano usiotarajiwa kabisa na maafisa wa Urusi katika Falme za Kiarabu. Msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov anamwambia mwandishi wa habari wa TV Pavel Zarubin. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.